Simba anaanguka akiwa amekufa chini ya nguvu za mikono mitupu. Milango ya jiji yenye uzito wa tani kadhaa inang'olewa kutoka kwenye bawaba zake na kuishia juu ya mlima umbali wa kilomita 10. Mtu mmoja anawageuza maelfu ya wapiganaji waliokuwa na silaha kuwa rundo la maiti, akitumia si kitu kingine bali mfupa wa taya ya punda. Lakini haikuwa adui aliyemwangamiza, ilikuwa ni upendo. Samsoni alikuwa na nguvu isiyoelezeka, lakini aligeuka kuwa mtumwa wa macho yake mwenyewe. Mtu aliyezaliwa kulikomboa taifa aliishia maisha yake akiwa katika minyororo. Hii ni hadithi ya kipawa kikubwa kilichobadilishwa kwa ajili ya asali na busu za usaliti. Katika mji wa Zora aliishi mtu aitwaye Manoa. Familia yake ilikuwa bila mtoto kwa miaka mingi, mpaka malaika alipowaahidi mwana mwenye hatima ya pekee. Mtoto huyu alipaswa kuwa wa Mungu kama mnadhiri. Masharti yalikuwa makali: hakuna divai, hakuna kugusa wafu, na muhimu zaidi, hakuna wembe uliopaswa kugusa kichwa chake kamwe. Nguvu yake ilikuwa imefungwa katika nadhiri yake, na ishara inayoonekana ya hilo ilikuwa ni nywele 7 ndefu zilizosokotwa. Samsoni alikuwa tofauti na mtu mwingine yoyote. Wakati wenzake wakifanya kazi mashambani, nguvu ya ajabu isiyodhibitika ilianza kuamka ndani yake. Roho wa Mungu ilimjia mara kwa mara, ikimgeuza kuwa nguvu ya asili iliyo hai. Alikuwa tumaini la Israeli iliyokuwa imeteseka chini ya Wafilisti kwa miaka 40. Lakini Samsoni hakutafuta vita, alitafuta maisha nje ya watu wake mwenyewe, akivuka mipaka mara kwa mara kwenda kuona ulimwengu wa adui. Siku moja Samsoni aliwashangaza wazazi wake. "Nilimuona mwanamke huko Timna, Mfilisti, namtaka, nipatie, kwa maana anapendeza machoni pangu." Hakuna kiasi cha maombi ya kumshawishi apate msichana kutoka kwa watu wao wenyewe kilichofaulu. Mapenzi yake yalikuwa na nguvu kuliko mila. Akiwa njiani kwenda Timna, Samsoni alijikuta peke yake katikati ya mashamba ya mizabibu. Ghafla simba mchanga alimrukia kutoka kichakani. Bila upanga wala mkuki, kwa mikono mitupu, Samsoni alimkamata mnyama huyo na kumrarua vipande viwili kama mwanakondoo. Hata hakuambia wazazi wake. Alijifuta tu mikono yake na akaendelea na safari. Baada ya muda, aliporudi kwa ajili ya harusi, aligeuka kando kuitazama mifupa ya yule simba. Ndani yake kundi la nyuki lilikuwa limejenga. Samsoni aliingiza mkono, akachukua sega la asali na akalaa, huku akiendelea kutembea hata akawashirikisha wazazi wake. Alijua kuwa mnadhiri haruhusiwi kugusa maiti, lakini utamu wa asali ulikuwa muhimu zaidi kwake kuliko amri hiyo. Tamaa yake ilionekana tena kuwa juu kuliko sheria. Katika harusi kule Timna, Wafilisti walimwekea vijana 30 kana kwamba ni marafiki, lakini kwa kweli walikuwa walinzi. Samsoni aliamua kuwakejeli na akapendekeza dau la mashati 30 ya kitani safi na mavazi 30 ya gharama kubwa. Kitandawili kilikuwa: kutoka kwa mla kilitoka chakula, na kutoka kwa mwenye nguvu kilitoka kitu kitamu. Kwa siku 6 wageni hawakuweza kupata jibu. Kisha walimwendea mke wa Samsoni kwa tishio: "Mpate siri kutoka kwake, la sivyo tutakuchoma moto wewe na nyumba ya baba yako." Msichana aliogopa sana na akaanza kumsumbua Samsoni kwa kulia: "Hunipendi hata kidogo, niambie kitandawili hicho." Samsoni alijizuia hadi dakika ya mwisho, lakini machozi yake yakamvunja moyo. Akamwambia kila kitu. Jua lilipokuwa linazama siku ya mwisho ya dau, Wafilisti wakasema kwa tabasamu, "Ni nini kitamu kuliko asali, na ni nini chenye nguvu kuliko simba?" Samsoni alihisi hasira baridi ikichemka kifuani mwake. Akajibu, "Kama msingelima kwa ndama wangu, msingelijua kitandawili changu." Ili kulipa deni, alienda mji mwingine, akaua watu 30, akachukua mavazi yao, akayatupa miguuni mwa wale waliodai, na akaondoka akimwacha mke wake. Miezi michache baadaye, Samsoni alirudi akiwa na zawadi ili kupatana na mke wake, lakini baba mkwe wake hakumruhusu kuingia. "Nilidhani unamchukia, kwa hiyo nikamtoa kwa mtu mwingine. Chukua mdogo wake badala yake." Badala ya maneno, Samsoni alichagua vitendo. Kiburi chake kilichoumizwa kilitafuta kulipiza kisasi kikubwa. Alikamata mbweha 30, akawafunga mkia kwa mkia, wawili wawili, na akafunga mwenje uliowashwa kati yao. Wanyama wale waliokuwa wanawaka walikimbilia mashambani mwa adui, ambako nakafu ilikuwa tayari na kauka. Kwa usiku mmoja, mavuno ya ngano, mashamba ya mizabibu na mizeituni viligeuka majivu. Kwa kulipiza kisasi, Wafilisti walimchoma moto yule msichana pamoja na baba yake wakiwa hai. Samsoni alipoona hili, alitambua kuwa hakuna kurudi nyuma.
akaanzisha mauaji makubwa, akachinja kundi la maadui na akajificha katika pango la mwamba wa Etamu. Wafilisti walikuja Yuda na jeshi. Badala ya kupigana, Waisraeli walichagua usaliti. Watu 3,000 walimwendea Samsoni. "Kwa nini umetutia hatarini? Tumekuja kukufunga." Samsoni alikubali wafanye hivyo kwa sharti kwamba watu wake wasimumue. Alipelekwa katika kambi ya adui akiwa amefungwa na kamba 2 mpya na nene. Wafilisti walikuwa tayari wanasherehekea ushindi, ndipo Roho wa Mungu akamjia. Kamba zikaanguka kutoka mikononi mwake kama nyuzi zilizoteketea. Samson alichukua mfupa mzito mpya wa taya ya punda uliokuwa karibu na akaanza kushambulia. Mtu mmoja dhidi ya 1,000. Vumbi lilipotulia, mlima wa maiti ulikuwa chini ya miguu yake. Alikuwa amechoka sana kwa kiu kiasi kwamba karibu azirai. Samson akalia kuelekea mbinguni, "Bwana, ulinipa ushindi huu mkubwa na sasa nife kwa kiu." Hapo hapo ardhini, sehemu yenye uwazi ilifunguka na maji safi yakabubujika. Samson alikunywa, nguvu zake zikarudi mara moja, na kwa miaka 20 iliyopita akahudumu kama mwamuzi wa Israeli. Hata akiwa mwamuzi, Samson hakuweza kukaa nyumbani bila kufanya kitu. Alikwenda Gaza, moyo kabisa wa nchi ya Wafilisti. Huko alimtembelea kahaba. Wakazi wa mji waligundua haraka, wakafunga malango na kuweka mtego. Wakanong'ona, "Tutangoja hadi asubuhi atakapotoka, ndipo tutamuua." Walikuwa na uhakika kuwa hatimaye amenaswa. Lakini Samson alilala mpaka usiku wa 8 tu. Kisha akaamka na kutembea taratibu kuelekea langoni. Alipoona malango yamefungwa, hakutafuta funguo wala kujaribu kuyavunja. Alichofanya ni kushika nguzo za lango kwa mikono yake, akajikaza na kung'oa muundo mzima kutoka kwenye msingi. Akayainua yale malango mazito pamoja na kufuli na boriti juu ya mabega yake na akaondoka nayo. Aliyabeba kwa saa kadhaa hadi akapanda juu ya kilima kinachoelekea Hebroni. Wafilisti walipoamka asubuhi, waliona nafasi tupu mahali malango yalipokuwa, na wakatambua kuwa mji wao sasa ulikuwa wazi kwa kila mtu. Samson alikuwa amezoea kushinda. Unaposhinda kila mara, unaanza kuamini kwamba sheria zimewekwa kwa ajili ya wengine na kwamba wewe uko juu ya sheria. Akawa na kujiamini kupita kiasi katika upekee wake, na ilikuwa katika wakati huo ndipo Delila akaingia katika maisha yake. Yeye alikuwa udhaifu wake wa mwisho. Wakuu wa Wafilisti wakamjia na kumwahidi fedha nyingi sana. "Tafuta nguvu zake kuu zilipo. Tunawezaje kumshinda na kumfunga?" Delila akaanza kumhoji. Mara ya kwanza akasema, "Nikifungwa kwa kamba 7 mpya za upinde, nitakuwa dhaifu." Akamfunga alipokuwa amelala, huku mashujaa wakiwa chumba cha pili. Alipopaza sauti, "Samson, Wafilisti wako juu yako," akazivunja kamba zile kama utandao wa bubuyani. Mara ya pili akasema kuhusu kamba mpya ambazo hazijawahi tumika. Matokeo yakawa yale yale. Mara ya tatu akasema, "Suka nywele zangu kwenye mtambo wa kusokota." Akasuka na kuzifunga kwa pini, lakini akaamka na kung'oa mtambo mzima pamoja na sakafu. Delila akaanza kulia na kumtesa kila siku. Akasema, "Unawezaje kusema unanipenda wakati moyo wako hauko nami? Umenidharau mara 3. Hakumpa pumzi mchana wala usiku. Nafsi ya Samson ikachoka sana kwa lawama hizi hadi akafungua moyo wake wote kwake. Akasema, "Weme haujawahi gusa kichwa changu, kwa maana nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu kuzaliwa. Nikinyolewa, nguvu zangu zitaniacha, nami nitakuwa kama mtu mwingine yoyote." Delila akatambua kwamba wakati huo hakuwa anadanganya. Akawaita wale wakuu, na Samson alipokuwa amelala kwenye magoti yake, mtu akakata zile nywele zake 7 zilizofumbwa. Nguvu zilianza kumwacha mwili wake kwa kila kukatwa kwa nywele zake. Delila alipiga kelele, "Wafilisti wako juu yako!" Akaamka akidhani, "Nitatoka kama zamani, nitajikunguta na kujiokoa." Lakini hakujua kwamba Bwana alikuwa amemwacha. Wafilisti wakamkamata, naye hakuweza hata kupinga. Wakamtoboa macho yake, wakamfunga kwa minyororo ya shaba na kumtupa gerezani huko Gaza, akilazimika kusaga mawe mazito kama mnyama. Shujaa wa jana akawa kitu cha dhihaka. Lakini gerezani kulikuwa na jambo lililotokea ambalo adui zake hawakuliona. Nywele zake zikaanza kukua tena. Wafilisti wakakusanyika katika hekalu la mungu wao Dagoni kusherehekea ushindi dhidi ya Samsoni.
Watu 3,000 walikuwa juu ya paa na wakuu wote walikuwa ndani wakipaza sauti, Mungu wetu ametutia Samsoni mikononi mwetu. Wakamtoa gerezani ili wamfanye mzaha. Samsoni aliyekuwa kipofu akawekwa kati ya nguzo 2 kuu za hekalu. Samsoni akamwambia kijana aliyekuwa anamwongoza, nipeleke karibu na zile nguzo, nataka kuegemea juu yake. Yule kijana akampeleka. Kisha Samsoni akageukia Mungu kwa mara ya mwisho. Hakuomba kuokolewa wala kuona tena. Akaomba, Bwana Mungu, nikumbuke na unipe nguvu mara hii moja tu, ili nijilipize kisasi kwa Wafilisti kwa macho yangu mawili. Akaweka mikono yake juu ya nguzo 2, mmoja upande wa kulia na mwingine upande wa kushoto. Akapaza sauti katika hekalu lote, na nife pamoja na Wafilisti. Akasukuma nguzo kwa nguvu zote za imani yake na maumivu yake. Hekalu likatetemeka na kuanguka kwa kishindo kikubwa. Paa likaanguka juu ya wakuu wote na watu wote waliokuwemo. Samsoni akafa, lakini siku hiyo aliua maadui wengi zaidi kuliko katika maisha yake yote. Ndugu zake wakaja, wakauchukua mwili wake na kumzika kando ya baba yake Manoa. Samsoni alikuwa mtu mwenye nguvu za ajabu, lakini hakuweza kuushinda moyo wake mwenyewe. Aliwashinda majeshi, lakini akashindwa na hisia zake. Hadithi yake ni ukumbusho. Shujaa wa kweli si yule anayemrarua simba, bali ni yule anayeweza kujishinda mwenyewe. Ushindi wa kweli si kuvunja kamba mikononi mwako, bali ni kuwa mwaminifu kwa ahadi uliyomwekea Mungu. Ukiwa unaamini katika hilo, basi ni follow alafu comment. Amen.